Leo nimekuletea mambo matatu ambayo yanazingatiwa zaidi kwenye usaili wa afya wa JW. Na haya mambo watu wengi hawawezi kukwambia, hata JW wenyewe hawawezi kukwambia. Watakuwa wanakupima vitu vingine, lakini kuna mambo watakuwa wanayaangalia kwa siri. Mambo hayo ni yapi? Tuungane nami mwanzo mpaka mwisho tuweze kufahamu ni mambo gani hayo matatu ambayo yapo kwenye vipimo vya afya na hakuna mtu ambaye atakwambia. Jambo la kwanza, muonekano wa afya kwa ujumla, sio tu ugonjwa. Nikimaanisha muonekano wa afya kwa ujumla ikoje? Madaktari hawaangalii tu kama unaumwa. Wanaangalia kama mwili wako unaweza kuhimili mafunzo magumu ya kijeshi kwa muda mrefu. Vitu vidogo vidogo sana vinaweza kukupa alama mbaya kama vile kuchoka haraka, kupumua kwa shida, uzito uliopitiliza au mwili kuwa dhaifu, macho mekundu sana na dalili za kuwa una usingizi ama kama umekuwa umekunywa dawa fulani. Na nyingine kuwa mwili wako kutetemeka kwa hofu. Hii inaweza kukufanya wewe ushindwe kwenye usaili wa afya. Unakuwa una hofu kwamba mtu anakuchoma sindano, unakuwa mwoga. Hapa unakuwa unatoka nje ya mchezo. Namba mbili, uaminifu wako wakati wa kujibu maswali ya afya. Mwingine anadanganya. Anaulizwa swali na daktari anadanganya. Kwa maana hiyo wanaangalia pia uaminifu wako wa majibu yako ambayo unayatoa. Mfano, ukisema hujawahi kuumwa lakini vipimo vinaonyesha tofauti unaumwa, hiyo ni hatari. Ukijibu kwa wasiwasi sana wanakutilia shaka kwamba huyu hamna mtu hapa. Kwa maana hiyo hakikisha unajiamini kwa majibu yako ambayo unayatoa. Namba tatu, nidhamu na namna unavyojiwasilisha wakati wa ukaguzi wa afya. Kumbuka kwamba huwa wanapangishwa laini, mnaforenishwa kwamba mnapanga, mnaingia, mnapimwa afya. Kwa maana hiyo nidhamu yako ya kwenye mstari ambao umepanga au the way unaongea na wenzako ikiwa chini, basi automatic mtu anakuangalia anaona kabisa huyu hatufai. Kuwa makini sana unavyoingia kwenye chumba cha kupima afya, namna vile unavyoongea na afande, kuwa makini, kuwa na nidhamu. Na siri nyingine, tujiandae, kuna kitu kinaitwa tochi. Kwa maana hiyo kuwa makini sana, kuwa na nidhamu wakati unapiga tochi. Nafikiri walioenda JKT wanafahamu, wanajua hiyo issue ipo kabisa, wanakuchunguza kama yes. Kwa hiyo nadhani mmeshanielewa. Kwa mtu aliyepita JKT anaweza akatoa comment akasimulia jinsi gani ilikuwa. Chao.